Nataka nishukuru Mungu kwa wakati huu. Nataka nishukuru kila mmoja wetu kupatikana katika nyumba ya Mungu. Wapendwa, tusichoke kufanya kazi ya Bwana, maana kuna wakati Mungu atatukaribisha pamoja naye katika utukufu. Bwana asifiwe. Jina langu halijabadilika kwa walio wageni. Naitwa Kennedy Kaduka Masa. Yesu ni Bwana. Asante sini ya Pastor. Mungu azidi kukupa neema na nguvu unapohudumu katika madhabahu haya. Nataka bila kupoteza wakati tusome pamoja nawe katika neno la Mungu, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 hadi 14. Ningependa ndugu kati kusoma kwa ufasaha. Nasoma kwa lugha ya Kiswahili kwa uwezo wa Bwana. Korintho wa kwanza 3:10 hadi 14. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi wenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwishwa kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile ataidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Neno la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nizungumuze kwa jambo kuu kwamba be careful. Yaani jihadhari. Katika maisha ambayo tunaishi, nyakati za sasa, watu hawana tahadhari, watu hawajihadhari. Watu wamechukua maisha ni kawaida, watu wamechukua hali ya kukaa hapa duniani ni kawaida, ni kana kwamba hawatambui kwamba kuna Mungu aliyezifanya nchi na mbingu na akatufanya sisi wanadamu kwa mfano wake na akavifanya vyote vilivyo kwa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu amejichukua kwamba yeye ni mtu wa kawaida, hajali maisha, haheshimu maisha, amekuwa mtu katili. Lakini siku ya leo nataka nizungumuze tu kwetu kama Wakristo, wanadamu wa KGC, tujihadhari. Bwana Yesu asifiwe. Tujihadhari, maana hata tunaposikiza habari ambazo zinatangazwa kwenye maredio, zile ambazo tunatazama kwenye runinga, zile ambazo tunasikia wanadamu wakiongea, zile ambazo tunaona kwenye mitandao, ni habari za kutishia. Bwana Yesu asifiwe. Hata watoto wetu wameiga miigo ambayo si kawaida. Yaani ni kana kwamba hawajali maisha, hawadhamini ya kwamba maisha ni dhamana kuu kwake Mwenyezi Mungu. Mnaona yale yanayotendeka na yale ambayo yametendeka hivi majuzi. Schools have been on fire. Bwana asifiwe. Shule zimewasha mioto. Kuna wale wamekufa ndani. Barabara zetu hazina usalama. Kuna wale wanakufa kwa majali. Hata uwe na ama pikipiki ama nini. Yaani unajikuta mambo yametendeka visivyo. That is why the Lord has spoken to me today. Ya kwamba ni hubiri jambo hili. Ya kwamba we as Christians, let us be careful. Don't assume. Bwana Yesu asifiwe. Biblia
amepanga hizo vitu in sequence. Fire iko na consequences kwa vitu kadhaa ambavyo amepanga hapa. Kwa mfano manyasi yakiwa mabichi hivi, ukiwasha haya moto hauwaki. Lakini yakishakauka, ukiwasha moto itawaka na yote itakuwa majivu. There are many Christians ambao imani yao ni kama manyasi. Ni kama manyasi. Yaani katika hali ya Ukristo wao hawajachochea chemichemi ya uzima wa milele ambao ni Roho Mtakatifu ndani ya maisha yao. Wanapokauka katika ile hali, moto ukikuja wanabaki majivu. Ambayo maandiko yanasema katika neno la Mungu, Zaburi 1, ya kwamba wasioamini ni kama makapi yanayopeperushwa na upepo. It is my prayer, jihadhari kama wewe ni Kristo, usiwe na imani kama manyasi. Bwana asifiwe. Kuna wale ambao wamechukua mambo ya matofali, mambo ya udongo wa kawaida. Imani yao ni kama udongo wa kawaida. Udongo wa kawaida uko na majeruhi. Mvua ikinyesha, unyevu utaifanya irudi tu kwa udongo wa kawaida. Kuna maneno kama Mkristo una imani yako kama matofali ama mchanga wa kawaida. Kuna maneno yakikuja kwako imani yako itatingizika. Kuna maneno yakikuja kwako maisha yako utaona ni ovyo. Kwa sababu hautajihadhari, unasema tu kawaida ya maisha ni kuzaliwa na kukufa. Hautaki kujua baada ya kifo itaenda wapi. It is my prayer, imani yako isiwe udongo wa kawaida, bali imani yako vile tunaenda hiyo sequence, nitakwambia mahali kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema vizuri. Tena uangalie matofali yakishatengenezwa, kuna mafundi hapa wanaotengeneza hata matofali. Matofali yakishatengenezwa, ukiandika kwenye jua na ukose kuyahifadhi vizuri kwa kuyafunika ama kuyatunza, miale ya jua ikikuja itapasua. There are people and there are Christians wale ambao imani yao mambo yatawapasua. Mambo machungu yakikuja yanapasua moyo. Mambo machungu yakikuja yanapasua imani. Mambo machungu yakikuja yanapasua hali yako, ambapo sasa hautaendelea na maisha. Lakini mimi wazee waliotangulia kitambo walisema, ukijibonga kidole cha mguu na damu ianze kutoka, usikae hapo ajunalia. Wewe chukua matawi, vinia hapo, endelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo mzuri ambaye ana imani ya kwamba jambo lolote ambalo linakuja, hata liwe chungu namna gani, nikichukua Mwenyezi Mungu nimweke ndani ya moyo wangu, niko kama na a shock absorber. Bwana Yesu asifiwe. Maisha itafanya nini? Itaendelea. Biblia inasema vizuri ya kwamba kuna wale wanaotumia hata mawe ya dhamani. Lakini uelewe ya kwamba hata mawe ya dhamani ikikuja, bomb inapasua. Bwana asifiwe. There are people who build stories, strong towers, wakadhania kwamba wamejenga nyumba za kipekee, za kifahari, hata wakaziita majina yao. Mawe ya dhamana, mawe mazito makubwa sana. Mawe ambayo hata ukiona unafikiria kwamba hii haiwezi bomoka. Lakini within a short time, upepo na huu mwamba ambao ni Yesu Kristo, ambao mambo ambayo yanatendeka katika hiyo chumba yasipomfurahisha Mungu, hata upepo tu wa Mwenyezi Mungu utaitingiza hiyo. Upepo wa Mwenyezi Mungu utaitingiza
on silver. Don't depend on bronze. Bwana asifiwe. Biblia ilianza na kitu ambacho inaitwa gold. The power of gold is one. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za dhahabu ni moja, kwa sababu inachimba kutoka mbali. Dhahabu ikikuja inaoshwa na maji ambayo inatumika kuosha dhahabu, si maji ya kawaida, ni maji tena ambayo imenunuliwa, inaitwa mercury. Bwana asifiwe. Ikishaoshwa haiishii hapo, inaingia kwa moto for sanitation. Ikisha sasa weka kwa moto, wakitaka kujua ni dhahabu, wakati moto unachoma dhahabu, dhahabu inazidi kung'aa. It is my prayer as a Christian, hata mambo yaje machungu, hata vita vije namna gani, hata madharau yaje namna gani, wewe unaendelea kusema Yesu ni Bwana. Wewe unaendelea kusema Yesu ni Jehova. Wewe unaendelea kusema Yesu ainuliwe. Wewe unaendelea kusema haleluya moja, kwa sababu Jehova ako pamoja na wewe. Gold is sweeter. Gold is everything. May God enrich you as gold. Mungu abariki maisha yako iwe kama dhahabu. Na ninaomba hata licha ya vita uendelee kung'ara kama dhahabu. Licha ya madharau uendelee kung'ara kama dhahabu. Licha ya masengenyo uendelee kung'ara kama dhahabu. Maana msingi wa dhahabu inafananishwa na Yesu Kristo. Maana ni msingi uliowekwa. It is my prayer. Bwana anayeendesha watoto wake anaendesha biashara yako. Biashara yako ing'ae kama dhahabu. Watoto wako wang'ae kama dhahabu. Maisha yetu yang'ae kama dhahabu. Maisha yetu yang'ae kama dhahabu. Na Bwana anayetenda makuu awatendee. Zile baraka ambazo mnadai Bwana awapatie. Ili tulea adedikrii mpokee katika jina la Yesu. Bwana anayetenda awatendee. Na waongoze na waangazie. Awasimamishe kuwe imara, ili kanisa la Bwana lisitukanwe. Tusimame kwa miguu yetu tunapoomba. Jehova